Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Bana, leo Mashariki ya Kati imezizima mara moja, yani ghafla tu, na hii ni kufuatia matambo na kauli mbalimbali mtambuka na kauli mseto za Rais wa Marekani Bwana Donald Trump katika vita vyake dhidi ya Irani, ambapo Rais Bwana Donald Trump katika siku moja, yani siku yenye masaa 24 anaweza katoa matamko lukuki katika vita hivi vinavyoendelea baina yake na Irani. Wakati huo Irani yeye haitoi matamko yoyote, bali imekuwa ikifanya vitendo kwa mashambulizi mazito katika anga la Mashariki ya Kati kule nchini Israel, lakini pia na washirika wa Marekani wa karibu, yani kule Mashariki ya Kati katika mataifa ya Kiarabu. Sasa leo taarifa nzito na kubwa sana mtazamaji ni juu ya uingiliwaji kati baadhi ya mataifa yale ambayo yameendelea kwa na uchawa na Marekani. Na taarifa kubwa leo inatua moja kwa moja hadi mataifa ya Afrika, tena Afrika ya Mashariki, nchini Uganda, ambapo bwana kuna taarifa nyeti sana hapa leo kuhusu vita vya Iran na Marekani. Mbali na taarifa zote ambazo zimejiri siku ya leo, lakini taarifa kubwa ni juu ya kujiingiza, naweza nikasema moja kwa moja ama isipokuwa ya moja kwa moja, kwa kiongozi wa taifa la Uganda, na maanisha kiongozi wa kijeshi kule nchini Uganda, mkuu wa majeshi Bwana Muhoozi Kainerugaba, ambaye pia ni mtoto wa rais wa Uganda Bwana Yoweri Kaguta Museveni, ambaye amekaa madarakani kwa zaidi ya miaka 40. Yani umri wa miaka yake, nusu yake ndio umri ambao amekaa madarakani. Sasa mtoto wake Bwana Yoweri Kaguta Museveni, Bwana Muhoozi Kainerugaba, ameonekana kujiingiza moja kwa moja katika vita vyake vya Israeli Marekani wakipigana dhidi ya Iran, ambapo Bwana Muhoozi Kainerugaba yeye ametoa kauli tata na kauli yenye chembe chembe za fukuto la vita vya Iran na Marekani, akizungumzia vita hivi, akionyesha dhamira yake ya kujiingiza moja kwa moja, ambapo Bwana Muhoozi Kainerugaba katika moja ya taarifa zake ambazo amezitoa, yeye amesema kwamba anahitaji vita vya Iran na Marekani, yani Mashariki ya Kati, vitamatishwe ama viishe mara moja, akisema kwamba dunia imechoka, lakini kama kutakuwa na mpango wowote wa kuishambulia ama kuiharibu Israeli, basi Uganda itaingia vitani upande wa Israeli na itakuwa nao, yani bega kwa bega, aishi mpaka aishi. Bwana, hili ni jambo zito sana kwa mataifa ya Afrika na jambo kubwa sana kwa vita vya Iran na Marekani, ambapo ni vita ambavyo havipigani na watu wa, naweza nikasema, wa mchezo ama wa kuchezewa. Ni vita vikubwa sana, ni vita ambavyo mataifa makubwa yenyewe yanatetemeka kuhusu kuangalia yale ambayo yanaendelea kule Mashariki ya Kati, yani yale ambayo yanafanywa na Iran, lakini pia yale ambayo yanafanywa na jeshi la Marekani kwa kushirikiana moja kwa moja na Israel. Sasa mambo makubwa yanaendelea kutokea, na mpaka rais wa Marekani Donald Trump amekuwa akitetemeka, amekuwa akipata na taharuki, hali inayopelekea mpaka anakuwa anatoa kauli ambazo zina msingi wala hazina maana katika hotuba zake mbalimbali, lakini pia katika hata machapisho yake ambayo amekuwa akiyachapisha kupitia kurasa zake rasmi za mitandao ya kijamii ikiwemo The Truth Social. Sasa kauli ya Jenerali Muhoozi Kainerugaba juu ya vita vya Iran na Marekani imetajwa na machambuzi mbalimbali wa masuala haya ya mizozo ya kikanda, lakini pia na mizozo ya kieneo, na maanisha geopolitics, kwamba ni kauli yenye kuibua utata, kana kwamba wachambuzi wanasema kwamba mambo tu ya Afrika, yani Uganda haiwezi sasa itaweza kuingilia mambo ya Mashariki ya Kati, mgogoro mkubwa kabisa ambao mataifa makubwa yamekuwa yakitetemeka ama yakipata hali ya sintofahamu. Na kama umekuwa ukifuatilia kwa karibu sana hali ya siasa za nchini Uganda, ni hali ambayo tunasema hali tata. Kama unakumbuka vizuri, mapema Januari mwaka 2026 ndiyo taifa la Uganda lilishuhudia uchaguzi wake mkuu, lakini pia mambo mbalimbali yaliweza kujitokeza katika uchaguzi ule pale, ambapo miongoni mwa mambo hayo ni fukuto ama mchakacho wa kiongozi wa upinzani wa chama cha National Unity Platform NUP, na maanisha Robert Kyagulanyi Ssentamu maarufu kama Bobi Wine, ambaye mpaka hivi sasa hali yake ya kiusalama ni hatari. Sasa wachambuzi hawa wanaeleza kwamba kama hali ya kutulivu na kisiasa nchini Uganda imewashinda Bwana Yoweri Kaguta Museveni na mwanae Bwana Muhoozi Kainerugaba ambaye ni mtoto wa Yoweri Kaguta Museveni, je, vita hivi vya Mashariki ya Kati wataviweza? Nikukumbushe vizuri mtazamaji ni kwamba baada ya uchaguzi wa mapema Januari mwaka 2026, uchaguzi ambao ulishuhudia mambo mengi sana, miongoni mwa mambo ambayo yalizua taharuki kubwa ni mara tu baada ya kauli za Muhoozi Kainerugaba ambaye ni mkuu wa majeshi wa Uganda na mtoto pia wa Yoweri Kaguta Museveni, akiambia Marekani
katika kujiingiza kwake na siasa za nchini Uganda, ambapo pale alitoa kauli nzito sana na kauli tata kwa Marekani. Kauli zile zilipelekea pia majibu makali kwa Marekani, ambapo Marekani ilijibu Uganda. Moja kabisa ilisema ni kauli ya kuivunjia heshima Marekani, na hivyo ikapewa adhabu Uganda, vikwazo. Ilipewa vikwazo vya kisiasa, vya kidiplomasia. Moja ya vikwazo hivyo vilikuwa ni kukatishwa kwa biashara kati ya Uganda na Marekani, lakini pia uhusiano ule ambao ulikuwepo baina ya Uganda na Marekani. Sasa wachambuzi wanasema kwamba huenda baada ya kauli ile pale ya bwana Muhoozi Kainerugaba na kuomba msamaha nini, baadaye mambo ya taharuki ikatanda. Sasa huenda Muhoozi Kainerugaba anajiosha katika vita vya Iran na Marekani, akijifanya kukaa upande wa Marekani ili kuonekana ni mtu katika watu. Sasa hili pia jambo ambalo pia ndio limekuwa limeibua interest katika mitandao mbalimbali ya kijamii na kurasa mbalimbali za vyanzo vya taarifa kupitia mgogoro huu wa Mashariki ya Kati. Jambo kubwa leo katika vita vya Iran na Marekani ni juu ya mwendelezo wa kauli za Rais wa Marekani bwana Donald Trump, ambapo Rais wa Marekani bwana Donald Trump siku hii leo ametoa kauli mtambuka, ambazo kauli bado zinaibua chafya na bado zimekuwa hazieleweki katika vita vya Iran na Marekani, ambapo mapema bwana Donald Trump alisikika akisema kwamba Marekani na Iran zinaendelea katika meza mazungumzo na baadhi ya mambo ambayo tayari wameanza kuyafikia, ila Iran inaogopa kusema ukweli kama wanafanya mazungumzo na Marekani, lakini Marekani inaendelea mazungumzo na Iran na tayari katika meza mazungumzo na wamefikia baadhi ya mambo kuweza kuafikiana ama kuweza kukubaliana. Na katika kauli zake hizo bwana Donald Trump ambazo bado hazikuwa na uhalisia, yani hazikueleweka katika macho ya wengi, katika masikio ya wengi, nilizungumzia juu ya malalamiko yake kwa umoja wa kura turufu na umoja wa kujihami yani NATO kule magharibi, akisema kwamba umoja huo umeendelea isolate Marekani katika vita vyake hivi na Iran, ambapo amesema NATO bado hawaonyeshi dhamira yao ya pamoja ya kuweza kuisaidia Marekani katika vita vyake hivi vikubwa na Iran. Sasa akizungumza hilo, akilalamika juu ya umoja huu wa kula turufu NATO katika kulisaidia taifa la Marekani katika vita vyake hivi, bwana Donald Trump alisema, na hapa ninamnukuu: umoja wa kula turufu NATO hakuna ilichofanya mpaka hivi sasa katika hali ya msaada kutusaidia sisi dhidi ya vita vya Iran, na katika hilo taifa la Marekani pia alihitaji chochote kwa NATO. Mpaka hivi sasa taifa la Marekani pia halitohitaji chochote kile tokea kwa umoja huu na ushirika wake. Na huo ndio mwisho wa kumnukuu. Bana, ni kauli tata sana kwa Marekani, kauli pia nzito, kwa maana kwamba hii inaonyesha kabisa kwamba Marekani ana dhamira ya wazi ya kujiondoa katika umoja wa NATO na kushirika wake, yani ushiriki wake katika umoja huu unaanza kulega, na hapa Marekani anaonyesha kabisa dhamira ya kujiondoa kama ambavyo amejiondoa katika umoja ule ambao alikuwa akishiriki taasisi mbalimbali ikiwemo taasisi za kimataifa. Sasa kauli za bwana Donald Trump zinaendelea kuzua taharuki kubwa sana katika mitandao mbalimbali na kurasa mbalimbali za mitandao ama vyanzo vya taarifa kutokea magharibi, lakini pia na Mashariki ya Kati, ambapo Marekani bado inaendelea kuchanganyikiwa. Wachambuzi wa mambo wanasema kwamba Marekani inaendelea kuchanganyikiwa na anaendelea kupata chafya, na hii yote katika vita vyake vinavyoendelea kati ya Iran na Marekani. Yote hii anaendelea kuzungumza kwamba Marekani inafanya mazungumzo na Iran, wakati Iran ikisema kwamba haina mazungumzo na mtu yeyote na wala haiko tayari kwa mazungumzo, yenyewe iko tayari kwa vita tu, yani mwendelezo wa mashambulizi makubwa na makombora makubwa katika taifa la Israel na washirika wa Marekani kule Mashariki ya Kati. Mambo ni moto sana, bado bango ni kubwa katika vita hivi, na bado haionekani dalili za wazi kwamba huenda vita hivi vinafikia tamati lini, ama vinaenda kupunguza ama kufanya de-escalation lini baada ya kauli hizi za Rais wa Marekani bwana Donald Trump, lakini pia na mwendelezo wa vita wa Iran katika mataifa yale ya Kiarabu kule Mashariki ya Kati, lakini pia Israeli. Sasa katika mwendelezo wa taarifa za kutapatapa na taarifa za taharuki pia ambazo Marekani imeendelea kutoa, Marekani imedai kumuua kiongozi mkuu na kamanda mkuu wa jeshi la maji la Irani bwana Tansel, ambaye kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na jeshi la Marekani, lakini pia baadaye itolewa na jeshi la Israel IDF, lakini pia na akatoa taarifa bwana Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa Israel, juu ya kumuua kiongozi mkuu wa jeshi la wanamaji la Irani bwana Tangris, ambapo taarifa hiyo ilikuwa inasema kama ifuatavyo, na hapa na nukuu: jeshi la Israeli limefanikisha mauaji ya viongozi wakuu waandamizi wawili wa kijeshi wa IRGC, yani walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu kutokea nchini Iran, ambapo Behnam Razel, mkuu wa kamandi ya maji ya IRGC ya Irani, pamoja na mkurugenzi wa ujasusi ambaye alikuwa akifanya kazi karibu na kamanda huyo mkuu Alireza Tangsiri katika shambulio la pamoja lililotekelezwa mapema katika eneo la Bandar Abbas. Jeshi la Israeli kupitia taarifa yake iliyotoa amesema kwamba mashambulizi hayo ya kuangamiza, ya kumuua kiongozi huyo mkuu lakini pia na msaidizi wake katika ujasusi limefanyika katika mwendelezo wa operation ya kuangamiza viongozi wakubwa wa Irani, ikihusisha pia
viongozi wakubwa wa kamandi ya majini ambayo yenye kuhusika moja kwa moja na kuendelea kufungwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz. Ikiendelea kutoa taarifa hiyo, pia IDF imesema ya kwamba bwana Tansir na Rezer ambaye ni kwa kile wamesema kama ni mkuu wa ujasusi katika kamandi ya wanamaji huko nchini Iran, wamekuwa wakiendesha intelijensia na jitihada kubwa sana kwa miongo kadhaa, wakifanya ukusanyaji wa taarifa za kijasusi, lakini pia na kuendesha vita katika mataifa ya kikanda Mashariki ya Kati, wakishirikiana na taasisi zingine za kijasusi za kijeshi nchini Irani. Sasa katika taarifa hiyo ambayo ilitolewa na jeshi la Israeli IDF kupitia waziri mkuu Benjamin Netanyahu, lakini pia na waziri wa ulinzi wa Israeli bwana Israel Katz, ambayo ilieleza kuuawa ama kutekeleza shambulizi la kuuawa viongozi wawili wa jeshi la wanamaji la Iran, yani IRGC. Bango ni kubwa sana vita vya Iran na Marekani, na bado uhasama unazidi kuongezeka katika vita hivi ambavyo vimeingia siku karibu ya 20 na kitu tangu pale mapema Februari 28 vita hivi vilivyoanza, na kusababisha uhasama mkubwa baada ya kuuawa kwa kiongozi mkuu wa Irani bwana Ayatollah Said Ali Khamenei Hussein, ambaye pia aliuawa na watoto kadhaa, lakini pia na mamia ya wa Irani siku ile pale ambapo aliuawa pale Jiliteka na katika shambulizi la Irani lililotekelezwa kushirikiana moja kwa moja na Marekani. Bado mambo ni mengi sana vita vya Iran na Marekani, lakini pia kubwa zaidi ni hali ya hatari inayozidi kuongezeka ambayo Irani imetangaza kuzidi kushambulia maeneo kadha wa kadha ya Israel, lakini pia na Marekani, wakati huo Marekani ikiendeleza mashambulizi ya kuendelea kuwaua viongozi wa Irani. Nini kinakwenda kujiri hapa ikiwa Irani itaendeleza kulipiza kisasi juu ya mauaji ya viongozi hao, lakini pia na yale yaliyopita awali na uharibifu wa miundombinu ambayo imefanya kule Irani katika miji mbalimbali kama miji ya Tehran, Bashar, lakini pia na hata hapa Bandari Abbas. Mimi naitwa Chifu mkuu wa Itifaki na hii ni Homa TV. Usisahau kusubscribe, lakini pia tuachie maoni yako mtambuka na maoni mseto pale Instagram, andika @afisa3_official ili uweze kupata mambo mengi kuhusu mzozo huu kikanda, lakini pia na kwa mambo yote yanayohusu matangazo na kila kitu ni cheki pale Instagram, tuweze kwenda pamoja na sambamba. Mimi nikutakia uwe na wakati mwema, tukutane wakati mwingine. Bye bye kwa hivi sasa. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.